Hallelujah.
ya leo tamu. Haleluya! Ongeza tena makofi kwa Yesu. Haleluya! 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 Viko wapi vigelegele wa kina mama? Viko wapi vigelegele kwa Yesu? Hebu nisikie kigelegele chako kwa Yesu. Pigia Bwana Yesu kigelegele mpaka mbinguni wasikie. Alafu wanaume nisikie miluzi yako kwa Yesu. Haleluya! Haleluya! Ongeza tena vigelegele tena na tena na tena na tena. Moto umewaka hujawaka. Moto umewaka hujawaka. Mpaka kifanye nini? Mpaka kifanye nini? Haleluya! 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 Jamani, kwa Yesu raha sio raha. Kwa Yesu ni raha sio raha. Twende. Japo wewe wasema mimi sifai, yupo Mungu, yupo Mungu, yupo Mungu anipenda mimi, yupo Mungu, yupo Mungu, yupo Mungu anipenda mimi. Japo wewe wasema mimi sifai, japo wewe wasema mimi sifai, yupo Mungu, yupo Mungu, yupo Mungu anipenda mimi, yupo Mungu, yupo Mungu, yupo Mungu anipenda mimi. Ukitaka kujua ya kwamba amenipenda, ukitaka kujua ya kwamba ananipenda, ameniokoa, amenisamehe, amenisafisha, amekwisha niweka huru. Ukitaka kujua ya kwamba amenipenda, ukitaka kujua ya kwamba ananipenda, ameniokoa, amenisamehe, amenisafisha, amekwisha niweka huru. Yeye peke yake Yesu amenifia, yeye peke yake Yesu amenifia msalabani, pa mateso msalabani, amekwisha niweka huru. Yeye peke yake Yesu amenifia, yeye peke yake Yesu amenifia msalabani, pa mateso msalabani, amekwisha niweka huru. Huyu ni nani? Yesu ananipenda. 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 Huyu ni nani? Yesu
amenipenda mimi hivi kama nilivyo, amekupenda wewe hivyo kama ulivyo. Amenipenda mimi hivi kama nilivyo, amekupenda wewe hivyo kama ulivyo. Amenipenda mimi hivi kama nilivyo, amekupenda wewe hivyo kama ulivyo. Huyu ni nani? Yesu ananipenda. 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 Amenipenda mimi hivi kama nilivyo, amekupenda wewe hivyo kama ulivyo. Amenipenda mimi hivi kama nilivyo, amekupenda wewe hivyo kama ulivyo. Amenipenda mimi hivi kama nilivyo, amekupenda wewe hivyo kama ulivyo. Amenipenda mimi hivi kama nilivyo, amekupenda wewe hivyo kama ulivyo. Wako wapi wanaopendwa na Yesu mahali hapa? Kama unaamini kwamba Yesu anakupenda, nisikie vigelegele kwa Yesu. Haleluya! Wakati wa Victoria's Choir watakuwa kisogea mahali hapa. Victory Choir. Victory Choir. Hebu tuongeze vigelegele tena kwa Yesu. Haleluya! 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 Anakupenda wewe hivyo kama ulivyo wewe. Amenipenda mimi hivi kama nilivyo we, amekupenda wewe hivyo kama ulivyo we. Amenipenda mimi hivi kama nilivyo. Mwambie
katika maisha yako. Hata sasa utakuwa salama ukimpokea huyu Yesu. Hapo ndugu utakuwa salama ukimpokea Yesu. Achana na shetani, mfuate Yesu. Atabadili maisha yako. Utakuwa achana na shetani, mfuate Yesu. Atabadili
Haleluya. Ongeza vigelegele tena kwa Yesu. Haleluya. Penuel, Penuel, Penuel.
Asante sana Penol Choir, Mungu awabariki sana. Simame twende kumwabudu Mungu wetu. Tazama wewe ni Bwana Mungu wote mwingi. Je, kunane
Akati labo. Akabasaya labo. Akati yateki yaka. Labo. Yateki ne aka. Hakani yakana mo. Yateki na labo. Shikena yakane. Shemodi yakana yaya. Yeti labo yanakena. Katika jina la Yesu. Je, liko neno gani Bwana? Je, liko jambo gani Bwana? Je, ni mambo gani Yesu unashindwa? Ni mambo gani Bwana unashindwa? Yesu, hakuna unaloshindwa. Hakuna gumu kwako. Hakuna zito kwako. Hakuna lililo zito kwako. Yote Bwana yanawezekana. Yote Mungu yanawezekana. Yote Bwana yanawezekana. Mambo yote yanawezekana. Kila jambo linawezekana. Mambo yote yanawezekana katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mengi. Pigia Yesu makofi mengi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bado sijasikia watu walio na uzima ndani yao, ambao bado pumzi ya Mungu ingalimo ndani yao, ambao ni majeshi ya Mungu duniani, waliokaa kama sura ya Mungu duniani, waliobeba ajenda za Mungu duniani, wanaotembea wakimwakilisha Mungu duniani. Nataka nisikiza watu walio na sauti ya Mungu ndani yao. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hii ni kelele ya wana wa Mungu. Hii ni kelele la jeshi la Mungu duniani, tukitambulisha mamlaka ya Mungu duniani, tukitambulisha ufalme wa Mungu duniani. Ziko kelele nyingi duniani zinasikika. Wengine ni kelele za disco, wanatambulisha ufalme wao. Wengine ni kelele za matambiko, wanatambulisha ufalme wao. Mahali hapa iko kelele ya wana wa Mungu inayotambulisha ufalme wa Mungu. Nisikie kelele ya wana wa Mungu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yawezekana unielewe naposema haleluya unamaanisha nini? Haleluya maana yake Bwana asifiwe. Maana yake nini? Maana yake nini? Huyu Bwana leo tunaenda kumzungumzia. Watu wengi hawajui Bwana ni nani. Napozungumzia Bwana namaanisha habari za Mungu wa kweli. Napozungumzia Bwana namaanisha habari za Mungu wa kweli. Yako miungu mingi duniani lakini si ya kweli. Ni miungu lakini si ya kweli. Nataka nikwambie katika viwanja hivi tunamtangaza Mungu aliye wa kweli, na huyu anazo nguvu na uzima wa maisha ya watu wa Songea. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni habari njema zinatangazwa katika mji wa Songea. Amen. Ni habari njema zinatangazwa katika mji wa Songea. Amen. Jana tulikuwa na mambo makubwa sana ilikuwa kitokea katika viwanja hivi, lakini kwa sababu ya muda wetu, tukipata muda watashuhudia wale Mungu amewatoa wapi. Lakini kwa muda mchache tulionao, tunatamani tufikishe ujumbe wa Mungu kwa watu wa Songea. Tukipata muda watashuhudia, lakini tusipopata utaendelea kuona tu kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwepo katika viwanja hivi, na nguvu zako ni nyingi sana na uweza wako ni mwingi sana. Ninakusihi sasa, tembea, gusa maisha ya watu hawa. Waliofungwa wafunguliwe, waliokandamizwa waweke huru, maana ni saa ya kisasi cha Bwana. Naam, ni haki kwako Mungu kuwalipa mateso wale waliowatesa watu wa Songea, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. IGMTZ, Take Jesus to the world. IGMTZ. Take Jesus to the world. Leo natamani nizungumze na watu wa Songea, na wakati naendelea kuzungumza, Mungu atakuwa akifanya mambo makubwa katika viwanja hivi. Tunayemsema sisi ni Mungu wa kweli, wala si Mungu aliye hadithi, bali ni Mungu aliye halisi. Yawezekana umekaa hapo unafikiria, unasema vijana ni watu gani, mbona kama amekosa kazi za kufanya? Hatujakosa kazi za kufanya, na ninachokifanya ni miongoni mwa kazi yetu ya msingi sana na muhimu sana kwenye maisha yetu.
Kuja kwetu hapa si kwamba tumekosa kazi ya kufanya. Yawezekana ukawa unajiuliza hawa vijana ni kama wamechanganyikiwa, na hata kama tumechanganyikiwa basi tumechanganyikiwa ni kwa ajili ya Kristo. Amen. Na si kwamba tumekosa kazi ya kufanya. Wanaongea mbele yako ni madaktari, wanaongea mbele yako ni walimu, wanaongea mbele yako wana akili timamu. Kwa sio kwamba wamekosa kazi ya kufanya, hapana. Na hii ni miongoni mwa kazi zetu za kuzifanya. Kwa maana imetupasa kuzitenda kazi za aliyetupeleka kungali mchana, maana usiku unakuja hatutaweza kuzitenda. Yawezekana kama unatawasema vijana ni kama washamba. Nataka nikwambie kwamba hakuna mshamba aliye kama mimi, hakuna mshamba anaonekana kama sisi. Hata haitatokea sisi kuwa washamba, bali tumekuja kwa kazi maalumu. Tugeuze Songea kuwa mwanakondoo ya Mungu. Tugeuze watu wa Songea tuwatangazie waliotekwa habari za kufunguliwa kwao. Tuhubiri habari njema kwa kila mtu aliye na sikio, na kila sikio lisikie habari njema. Na habari njema tulioileta si habari ya chumvi, na habari njema tuliyoleta si habari ya mafuta ya upako, na habari njema tuliyoleta si habari ya maji ya upako. Habari njema tuliyoleta ni habari ya msamaha wa dhambi. Habari njema tuliyoleta ni habari ya watu kufunguliwa. Habari njema tuliyoleta ni habari ya Yesu Kristo wa Nazareti, ya kwamba anahubiriwa katika viwanja hivi, na yote aliye na sikio aliyefungwa lazima vifungo vimwachie katika jina la Yesu. Naam, ni saa ya kisasi cha Bwana juu ya Songea. Naam, ni saa ya kuweka huru wote waliofungwa na kusetwa na nguvu za giza. Tunatangaza mamlaka ya Bwana, tunatangaza uwezo wa Bwana, tunatangaza nguvu za Bwana. Haleluya, haleluya. Paulo anasema kwa maana hatutaionea haya Injili, kwa maana Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye. Injili imebeba uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye, aliyeteswa na shetani miaka mingi. Injili inapohubiriwa imebeba wokovu kwa kila aminiye, aliyefungwa na magonjwa miaka mingi. Anaposikia Injili, Injili ni uweza wa Bwana uletao uzima. Tunatamka uzima mahali hapa kwa wale walio na magonjwa, waje wapokee uzima bure katika jina la Yesu. Wale waliolemewa na dhambi, waje wapokee uzima katika jina la Yesu. Hey. Injili ni kazi yangu ya msingi. Yes. Injili ni kazi yangu ya furaha. Ndio. Na Injili ni Yesu mwenyewe. Mungu wa kweli. Leo nataka nizungumze kwa habari ya Mungu wa kweli. Nataka niseme kwa habari ya Mungu wa kweli. Muulize jirani yako, je, unaye Mungu wa kweli? Una Mungu wa kweli je? Muulize tena, je, unaye Mungu wa kweli? Una Mungu wa kweli je? Watu wengi duniani wanakiri ya kwamba wana Mungu. Ukiwauliza na kuwafuata na kuambia habari za Mungu wa kweli, wanakuambia hata sisi tuna Mungu. Ukiwafuata na kuambia habari za wokovu, wanakuambia hata sisi tuna dini. Lakini swali langu leo ni je, unaye Mungu wa kweli? Yes. Ni kweli una dini? Ni kweli unasali? Ni kweli una mafuta ya upako kwenye mfuko wako? Ni kweli unaswali mara 7 kwa siku? Ni kweli unafunga na mwezi mtakatifu? Lakini je, unaye Mungu wa kweli? Na je, eti je? Haleluya, Amen. Haleluya. Sema Mungu wa kweli. Mungu wa kweli. Zaburi 31. Zaburi 31 mstari wa 5. Zaburi 31 mstari wa 5. Zaburi 31. Ndio. Mstari wa 5. 31 na mstari wa 5. Ndio. Itasoma kama ilivyoandikwa. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Ndio. Umenikomboa e Bwana Mungu wa kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu umenikomboa. Mungu wa kweli. Ndio. Watu wengi wameweka roho zao si katika Mungu wa kweli. Una hasara. Hasara kubwa. Ndio. Watu wengi wameweka roho zao juu ya dini. Wanasema dini yetu ni ya miaka mingi. Nyinyi mmekuja juzi tu nyinyi. Sisi
sisi tuna dini kubwa. Nataka nikwambie una hasara. Ukiwaambia habari za Mungu wa kweli, wanakuambia hatutaki kusikia hizo habari. Una hasara. Wengine roho zao wameziweka kwa mizimu, wameziweka kwenye madawa, wameziweka kwenye ilizi. Wanasema aka ni kamungu kangu. Wanasema chukua vyote, usichukue hii ilizi yangu, kwa maana hii ni kila kitu kwangu. Una hasara. Mwingine ameweka roho yake kwa mke wake, mwingine ameweka kwa mume wake. Una hasara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isaya 65 mstari wa 16. Biblia inasema kwamba kila ajibariki juu ya Mungu wa kweli. Watu wengi duniani ukiwaangalia ni kama barikiwa, lakini asili ya baraka zao si katika Mungu wa kweli. Wanalala na manyoka hawa, wanalala na misukule hawa, wanalala na maiti hawa, wanalala kwenye majeneza hawa. Ukiwaangalia ni kama wanacheka, lakini ndani yao wana machozi, kwa sababu roho zao waliziweka kwa miungu na sio Mungu wa kweli. Jioni alosikia habari za Mungu wa kweli, nataka nikwambie tumeleta habari za Mungu wa kweli. Hatujaleta habari za mafuta, hatujaleta habari za maji upako. Tumeleta habari za Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Huyu Mungu wa kweli anajipambanua katika Biblia takatifu. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 5, inasema kama vile Mungu alivyokuwa mmoja, Mungu wa kweli ni mmoja. Hata kama utasikia habari za miungu wengi, lakini Mungu wa kweli ni mmoja. Na Biblia inasema katika kitabu cha Yohana ile sura ya 17 na mstari wa 3, inasema wakujue Mungu wa kweli na wa pekee. Ni wa kweli huyu na ni wa pekee. Upekee manake ni mmoja. Kumbe Mungu wa kweli ni mmoja na wa pekee ni mmoja. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Wewe umemjua Mungu gani? Muulize tena jirani yako, unamjua Mungu gani wewe? Muulize, je, unaye Mungu wa kweli? Unaye Mungu wa kweli je? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, una Mungu gani wewe? Jirani yangu nakuuliza wewe. Uliyekaa nyumbani unanisikiliza. Ninakuuliza wewe. Una Mungu gani wewe? Nimekuja nikuuliza leo. Una Mungu gani? Miungu wengi walitokea. Hata Biblia inakiri kwamba miungu ni mingi na iko ya kutosha, na ikiwezekana mingine inatengeneza na mwanadamu. Yaani mwanadamu anachukua kimti, anakichonga mwenyewe, akishamaliza kukichonga anakiweka hapo, anasema ndio utakuwa Mungu wangu, anaanza na kukisujudia. Ni Mungu kweli, lakini sio Mungu wa kweli. Mungu wa kweli hatengenezwi na mwanadamu. Huyu Mungu wa kweli ndiye aliyemfanya mwanadamu. Mungu wa kweli hachongwi kwa mikono. Huyu Mungu wa kweli ndiye aliyeumba mikono yako. Aya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Katika Biblia kuna miungu iliwahi kutokea. Ilikuwa ni Mungu katika mji wa Palestina ya sasa. Zamani ilikuwa inaitwa Wafilisti. Ulikuwa ni mji wa Wafilisti, lakini kwa sasa inaitwa Palestina. Katika mji wa Palestina kulikuwa na Mungu, lakini hakuwa Mungu wa kweli. Alikuwa anaitwa Dagon. Alikuwa anaitwa Dagon. Siku moja Goliati ameshuka kupigana na Daudi aliye na Mungu wa kweli. Akakosea. Akaanza kumlani Daudi aliye na Mungu wa kweli kwa miungu ya uongo. Kilichompata Daudi akasema, ninakujia kwa jina la Mungu wa kweli. Ninasema na watu wa Songea, nimezileta habari za Mungu wa kweli ambaye ndani yake upo uzima tosha, ambaye ndani yake uko usalama wako, ambaye ndani yake iko amani yako. Umetafuta amani kwa ilizi, haujaipata. Umetafuta amani kwenye pombe, haujaipata. Jioni ya leo sikia habari za Mungu wa kweli.
Yeye ni amani yako, yeye ni uzima wako, yeye ni usalama wako. Haleluya. Dagoni. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 5. Wakampeleka Mungu wa kweli kwenye nyumba ya Dagoni. Dagoni akavunjika kichwa, akavunjika na mikono. Kulikuwa na mungu mwingine, ni Mungu lakini wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaitwa Baali, mungu wa mji wa Sidoni. Watu wa Sidoni walikuwa na mungu wao, lakini si Mungu wa kweli. Aliposhindanishwa na Mungu wa kweli, Mungu Baali akagoma kutoa majibu. Ikasikika sauti ya Mungu wa kweli na ishara tokayo juu mbinguni ya Mungu wa kweli. Moto ukishuka juu ya Mungu wa kweli, ukalamba sadaka, ukalamba maji, ukalamba mawe, ukalamba maji, ukalamba na majivu, na watu wote wakaanguka, wakasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Songea sikia ya kwamba Mungu bado anaishi. Mungu wa kweli bado anaishi. Umeteseka ni kwa sababu kuwahi kusikia habari za Mungu wa kweli. Umeremewa na dhambi ni kwa sababu kuwahi kusikia habari za Mungu wa kweli. Huyu Mungu wa kweli anaposhuka, yeye ni moto lao. Anaramba mapepo yako, anaramba uvimbe wako, anaramba dhambi yako. Amekuja ili uwe na uzima, kisha uwe nao tele. Haleluya. Haleluya. Katika mji wa Efeso kulikuwa na miamba pia. Wakasema tuna Mungu. Lakini Mungu wa Efeso alikuwa ni wa ajabu. Alikuwa akitengenezwa kwa mikono. Mtu anakaa anamchonga. Kwa nini anamchonga? Kwa sababu katika kumtengeneza Mungu walikuwa akipata maokoto. Anakatengeneza kasanamu, alafu anawafuata wajinga fulani. Anawaambia huyu ni Mungu, ili uwe naye lazima mnunue. Wanatoa hela na mwamba anajipatia visadi. Huyo Mungu anamchukua, wanamvaa shingoni, wanasema huyu ni Mungu. Nataka nikwambie, Paulo alipoingia Efeso akamtambulisha Mungu wa kweli. Watu wakamwendea Mungu wa kweli, taharuki ikajaa, watu wakageuka, wakamwandama Mungu wa kweli. Nimekuja nikushauri, uliye naye huyo sio Mungu wa kweli. Mungu wa kweli haweki mfukoni. Mungu wa kweli hahitaji msaada wako ili atembee. Mungu wa kweli hahitaji sauti yako ili aongee. Mungu wa kweli akitaka kutembea, akishuka katika mlima, mlima unatetemeka, mlima unatikisika. Lakini Mungu aliye naye, wewe mwenyewe ni shahidi, ili atembee anahitaji kubebwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wewe uliona wapi Mungu anatengenezwa kamanda? We kamanda. Uliona wapi Mungu anatengenezwa na mtu? Habari njema kwamba huyu Mungu hatengenezwi na mtu, ila huyu Mungu ndiye aliyewaumba watu. Huyu Mungu hauna hela za kumnunua wewe. Yeye ni tajiri, wala hahitaji fedha zako. Akitaka kukusaidia anakusaidia bure. Watu wengi wamekutana na Mungu, wameambiwa huyu Mungu ili uwe naye lete sadaka ya kujikomboa. Damu yake ya Mungu wa kweli inatosha kumkomboa mwanadamu. Hii damu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Huyo Mungu wa kweli katika sanamu ya Mungu wa Atemi, Paulo alipoingia akawaambia ya kwamba Mungu Atemi sio Mungu. Efeso walikuwa na kamungu mke, kalikuwa kanaitwa Atemi. Walikuwa na kaabudu hako, na katika hekalu lake kulikuwa na makahaba. Baada ya kumaliza ibada walikuwa kizina makahaba, ibada yao inakamilika. Lakini alikuwa sio Mungu wa kweli. Mungu wa kweli namtangaza anaitwa Jehova. Mungu wa kweli namtangaza anaitwa Niko, ambaye Niko. Mungu wa kweli namtangaza anaitwa Yahweh. Yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Yeye ndiye aliyekuumba wewe. Yeye anaambia katika kitabu
cha Zaburi, kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi sura ya 24 mstari wa kwanza. Mungu ananiambia kwamba dunia, nchi na vitu vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya Bwana. Hata wewe mtu asongea ni mali ya Bwana. Wewe sio mali ya waganga, wewe sio mali ya mashetani. Haukuumbwa kwa ajili ya shetani, uliumbwa ndani yako akae Roho Mtakatifu. Haukuumbwa ulewe kwa pombe, uliumbwa ulewe kwa Roho Mtakatifu. Angalia shetani alivyokutesa, amekufunga katika dhambi, amekufunga katika bangi. Jioni ya leo tunatangaza habari za Mungu wa kweli. Watu waliposikia hizi habari za Mungu wa kweli, wale waliokuwa wamepinda na bangi, wamevuta bangi, zimepindisha akili yao mpaka ikapindisha na mili yao, wakaanza kutembea wamepinda hivi kwa sababu ya bangi, kwa sababu ya sigara, kwa sababu ya pombe. Walipompokea Yesu akawapa amri, akawapa nguvu, akanyosha akili yao, akanyosha na mili yao. Haleluya, haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Thessalonike sura ya kwanza, sura ya kwanza mstari wa 9. Anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Najua ulizaliwa huko, ukaambia hii ni dini ya babu yako na bibi yako. Sitamki habari za dini hapa. Mimi nimekuja kukuletea habari za Mungu wa kweli. Sitamki habari za dhehebu hapa. Nimekuja kukuletea habari za Mungu wa kweli. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yawezekana kuwahi kusikia habari za Mungu wa kweli. Uliambiwa dhehebu lako ndio Mungu wa kweli. Uliambiwa dini yako ndio Mungu wa kweli. Ukakamata huko. Wewe mwenyewe ni shahidi. Umekuwa katika dini, lakini dini haina msaada na wewe. Mateso yamekuwa pale pale. Dhambi imekuwa pale pale. Kwa nini? Kwa sababu dini haina uwezo wa kukutoa kwenye dhambi. Mungu ananiambia kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hata kama hataki kujionyesha kwa watu, atafanya kwa siri, kwa sababu dhambi ina tabia kumfanya mtu kuwa mtumwa. Usiku wa manane atatoka, atamchepuka mume wake, kwa sababu mume wake sio Mungu, hatamwona, atachepuka. Usiku wa manane hataki kuloga, roho ya ndani itatoka kwenda kuroga, kwa sababu dhambi ina tabia ya kumfanya mtu kuwa mtumwa. Ukaambiwa mafuta atakusaidia, lakini mafuta hayakusaidia. Ukaambiwa chumvi itakusaidia, lakini chumvi hajakusaidia. Nataka nikwambie ya kwamba yuko mmoja aliyepewa amri juu ya dhambi, anaitwa Mungu wa kweli. Wathesalonike anasemaje? Wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. Yes. Neno la Mungu linasema, ndio, kwa kuwa wao wenyewe ndio wanatangaza habari zetu. Wao wenyewe watu wasongea ndio watatangaza habari zetu tangu sasa na kuendea mpaka utakapotoka. Ndio. Yawezekana kuwahi kuona vijana wanaohubiri injili. Ni sawa. Walikuwa wanasema eti kuhubiri injili ni ushamba. Ni sawa. Tangu nimpate Yesu sijawahi kuwa mshamba. Hata mwenyewe ukiniangalia mimi sio mshamba. Nina Yesu, nina shule, nina hela, zaidi ya yote nina mamlaka katikati ya wachawi. Zaidi ya yote dhambi haitanitawala. Wao wenyewe wanatangaza kwa habari zetu ya kwamba ni sawa, ya kwamba narudia, ndio jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu, na jinsi mlivyomgeukia nyinyi watu wasongea, mlivyomgeukia ndio Mungu mkaziacha sanamu ili kumtumikia Mungu aliye hai. Kwa nini watu wengi wanamtumikia Mungu lakini si Mungu wa kweli? Jioni ya leo nimekuja nikwambie, sanamu ni sanamu na Mungu wa kweli ndiye Mungu wa kweli. Dini ni dini na Mungu wa kweli ndiye Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja nikwambie, yawezekana kwa kusikia hizi habari umetunza visanamu ndani yako. Umetunza visanamu, umeweka mkaa chini ya kitanda, ukaambia huu ndio usalama wako. Umeweka mafuta, usiku wa manane unaamka watoto unawamwageti maji ya baraka. Umepewa na mtume nani? Nataka nikwambie, Yesu Kristo akiingia kwenye maisha yako, yeye ndiye baraka yako. Yesu Kristo akiingia kwenye maisha yako, yeye ndiye upako wako. Anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu atakaposikia sauti yangu akafungua mlango wake, nitaingia kwake, nitatembea naye. Huyu Yesu si kama maji ya mapako kwamba utayasahau nyumbani. Hapana.
Bwana leo ukimkaribisha anaingia ndani yako. Unapolima unalima na yeye, unapofanya biashara unafanya na yeye. Hakuna namna ya kumsahau huyo. Sema Mungu wa kweli. Sema Mungu wa kweli. Sasa Mungu wa kweli ni yupi? Nimemficha bado kwenye mafumbo. Watu wengi tukiwaambia habari za Mungu wa kweli hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimemficha kwenye mafumbo bado. Nataka nikwambie habari zake ili unielewe vizuri. Haleluya. Umedanganywa vya kutosha na leo Bwana ametutuma kwako tukwambie habari za Mungu wa kweli. Umedanganywa vya kutosha na wewe ni shahidi. Umedanganywa vya kutosha. Umekwambia Mungu wa kweli anapatikana milimani, anapatikana makaburini. Si ukamsomee misa ya makaburi, si ukamsomee nini. Nataka nikwambie huyo sio Mungu wa kweli. Nisikilize vizuri unielewe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Huyu Mungu wa kweli sio sanamu. Na huyu Mungu wa kweli anachukia sanamu. Inashangaa sana kuona baadhi ya watu wanasema wanamwabudu Mungu alafu bado wana visanamu ndani. Nauliza, wanamwabudu Mungu yupi? Mungu wa kweli anachukia sanamu wala hapendi sanamu. Katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 20 mstari wa 1 akasema, mimi ndimi Bwana wako niliyekutoa katika utumwa, usiwe na miungu mingine. Usijifanyie sanamu ya vitu vya mbinguni, yani usijifanyie sanamu ya makerubi, yani ya malaika, lakini haikutosha hapo, hata ya vitu vya duniani, yani ya mtume mtakatifu, yani ya mtume Petro, yani ya mtume Andrea, yani ya mtakatifu Anadha. Usijifanyie sanamu ya mtakatifu Anadha. Kuna watu wengine baada ya mimi kufa wanatengenezea sanamu. Watasema hii sanamu ya mtakatifu Anadha. Mimi si mtakatifu eti kwa sababu nimekufa. Ni mtakatifu sasa. Ni mtakatifu. Malaika wanalijua hilo, wachawi wanalijua hilo, mashetani wanalijua hilo ya kwamba mimi ni mtakatifu wa Mungu. Nasema kwamba watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora na hao ndio Mungu anaopendezwa nao. Kuna watu wanasema eti duniani hakuna kuokoka, eti tutaokoka baada ya kufa. Pole, ninakuonea huruma, tunaokoka duniani. Na hiyo ndio kazi ya Yesu kuja duniani ili awaokoe wenye dhambi. Na Paulo anajisema ya kwamba wa kwanza wao aliokolewa mwenye dhambi ni mimi na wa pili wake ni mimi Anadha. Hakuna kuokoka duniani, uokoki peke yako. Sisi tumeokoka na tunaishi ndani ya Mungu wa kweli. Hakuna mtakatifu duniani. Mtakatifu duniani ambaye ameshindwa kuwa mtakatifu ni wewe peke yako. Sisi ni watakatifu. Utakuta mtu hakuna kuokoka duniani. Mshamba wewe. Hujaokoka peke yako. Dhambi imekushinda peke yako, na sio wote imewashinda dhambi. Alishindwa na ulevi, akajua wote wameshindwa na ulevi. Alishindwa na uzinzi, akimwona mke wa mtu mate anamtoka, akajua wote wameshindwa na uzinzi. Nataka nikwambie sio kosa lako, ni kwa sababu umemkosa Mungu wa kweli. Huyu Mungu wa kweli akiingia ndani yako anakupa mamlaka juu ya dhambi. Huyu Mungu wa kweli akiingia kwenye maisha yako anakupa mamlaka juu ya sigara, anakupa mamlaka juu ya pombe, anakupa mamlaka juu ya washerati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungu wa kweli anasema usijitengenezee sanamu ya kuchonga. Usijitengenezee sanamu ya nini? Ya kuchonga. Wala ya vitu vya mbinguni, wala ya malaika, wala ya watu wa duniani, wala ya mtakatifu Petro, wala ya mtakatifu Mbawala. Lakini kitu kingine, usitumikie wala kuvisujudia. Mara ngapi umevitumikia? Mara ngapi umevisujudia? Umeambiwa hivyo ndio Mungu wa kweli. Lakini Mungu wa kweli anachukia sanamu. Watu fulani aliwaambia msitengeneze sanamu, wana Israeli wakajitengenezea sanamu. Katika kitabu cha Kutoka 32 kuanzia mstari wa 20 mpaka 28 wakasema Musa ameenda mlimani amechelewa, hebu Haruni tengenezee Mungu. Wakatengeneza kisanamu cha ng'ombe, wakaanza kusujudia, wewe ndio Mungu, wewe ndio Mungu. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu Mungu anachukia sanamu kuabudiwa tofauti na yeye. Akamwambia Musa, wachinjwe hawa wote. Nasema kwamba walichinjwa watu 3000. Tunamsema Mungu ni wa rehema, ni kweli Mungu wa rehema. Lakini ukimlinganisha Mungu wa kweli na sanamu, anaacha rehema, anakuwa Mungu mwenye hasira.
Mungu hawezi akamwangamiza mwanadamu. Hawezi kumwangamiza mwanadamu, ndio maana amemtuma Yesu Kristo ili awaokoe wale walikuwa wamepotea, waliokuwa wamegeukia sanamu, waliokuwa wamegeukia miungu ya uongo, ili awaokoe. Ukimkataa, ukang'ania sanamu yako, atakufyeka fyekeo kali. Walimsujudia ng'ombe. Mungu akasema mimi ni Mungu wa rehema kweli. Lakini hapa amenigusa pengine. Kwa nini? Kwa sababu mimi Mungu ni Mungu mwenye wivu. Wivu wangu, nasema sifa zangu sitagawana na Mungu mwingine. Akasema wafyekwe hawa wote, watu 3000. Kwa sababu ya kusujudu sanamu. Kwa sababu ya kuvaa. Wanasema huyu ni Yesu. Yesu wanamvaa shingoni. Yesu havaliwi shingoni rafiki. Yesu anakaa ndani. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa Mungu wa kweli ni yupi sasa? Ndio. Mtumishi unasema Mungu wa kweli. Sasa tuambie huyu Mungu wa kweli ni yupi ili tuachane na sanamu? Tuambie huyu Mungu wa kweli ni yupi ili tuachane na hirizi? Tuambie sasa huyu Mungu wa kweli ni yupi ili tuache kuabudu makaburini, ili tuache kuabudu milimani? Najua uliambiwa na wazazi wako kuna mahali kwenu kwa kuabudu. Kuna wakati mwisho wa mwaka mnamuita kuhani, lakini sio kuhani wa Mungu, ni kuhani wa kipepo. Huyu anawachanja, anawekea na dawa, wanasema hii ndio ibada ya Mungu wa kweli. Leo nimekuja nikwambia habari za Mungu wa kweli na ibada ya kweli ya Mungu wa kweli katika madhabahu ya kweli na roho wa kweli, kwa sababu Mungu wetu ni wa kweli. Ana roho wa kweli, ana nguvu za kweli, ana madhabahu za kweli. Madhabahu ya kweli inapatikana katika Mungu wa kweli. Sitaki kuambia kwamba umpokee Mungu wa kweli alafu endelee kubaki kwenye madhabahu ya uongo. Hapana. Tukimbadilisha Mungu tukamkimbilia Mungu wa kweli, tunaachana na madhabahu za uongo, tunafuata madhabahu za Mungu wa kweli. Mungu wa kweli anazo nguvu za kweli, wala sio za mazingaombwe. Mungu wa kweli anazo nguvu za kweli, ana roho wake wa kweli. Wengine hapa wamepigwa chenga wakiwaona watu waliona Mungu wa kweli. Pia sema kwamba na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Kwa dakika chache sana hapa za kutoa mapepo leo, kaa kwenye watu dakika chache sana. Kwa dakika chache sana tutatoa tangazo hapa, uvimbo leo kushikilia ufyatuke ukuachie. Ni dakika chache sana hapa ya kuinua watu waliokataliwa, waliofungwa na mashetani atoroke, kwa sababu Mungu wa kweli ana nguvu za kweli na anapatikana katika madhabahu ya kweli. Si jana mliona hapa kazi? Si mliona kindumbwe jana? Na leo kitatokea kindumbwe. Mungu wa kweli anaposhuka, yeye ni moto ulao. Mashetani hawezi akasimama kwa Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa huyu Mungu wa kweli ni yupi mtumishi? Wewe kijana wewe. Wanasema wewe kijana uliokosa kazi wewe. Tuambie sasa Mungu wa kweli ni yupi? Wamesahau kwamba mimi ni daktari. Sijakosa kazi. Nitakiwa sasa niwe nachoma watu sindano. Nimekuja niwachome watu sindano wasongea sindano za rohoni. Yeremia 10:10. Yeremia 10:10. Anasemaje? Nisomea hapa baba haraka ili tushushe moto wa Mungu wa kweli. Na nafunga katika ulimwengu wa roho. Tulisema waambie uwanja huu utapokea watu, lakini hautaruhusu watu walio na magonjwa kutoka hapa. Utapokea watu, lakini hautaruhusu watu wenye mapepo kutoka hapa. Itakiwa kija hapa wanaacha mapepo yao hapa, wanarudi wakiwa free in Jesus name. Amen. Yeremia 10:10. Ndio. Neno la Mungu linasema. Ndio. Neno la Mungu linasema. Bali Bwana ndiye Mungu wa kweli. Ndiye Mungu wa kweli. Ndiye Mungu wa kweli. Bali Bwana ndiye Mungu wa kweli. Bwana ndiye Mungu wa kweli. Sasa huyu Mungu wa kweli anajisemaje yeye? Yeye Mungu wa kweli anasema nini sasa? Mpaka tumwamini. Isaya 45 mstari wa 5. Anasemaje? Huyu Mungu wa kweli. Yeremia anasema Bwana ndiye Mungu wa kweli. Sasa huyu Mungu wa kweli yeye anajisemaje sasa? Isaya 45 mstari wa 5. Mstari wa 5. Neno la Mungu linasema. Ndio. Neno la Mungu linasema. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana. Wala hapana mwingine. Wala hapana mwingine. Mungu wa kweli anatokea sasa. Anajitambulisha. Anasema mimi ni Bwana. Na zaidi yangu hapana. Si sanamu. Tutamjua muda mfupi. Huyu Mungu wa kweli na nguvu zake zitapita hapa. Hakuna mwenye pepo. Sasa nimeweza kusema pepo yanataka kuondoka. Ninakufunga pepo kaya hapa mpaka nitakapomaliza. Isaya 44 mstari wa 6. 44 mstari wa 6.
Neno la Mungu linasema. Ndio. Neno la Mungu linasema. Ndio. Bwana. 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 Ndio. Mfalme wa Israeli. Ndio. Mfalme wa Israeli. Ndio. Mkombozi wako. Bwana. Wa majeshi. Bwana wa majeshi. Ndio. Asema hivi. Anasema. Mimi ni wa kwanza. Mimi ni wa kwanza. Na mimi ni wa mwisho. Maliza. Zaidi yangu. Hapana. Mungu. Hapana. Mungu. Mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe huyu Mungu wa kweli. Anaitwa Bwana wa majeshi. Yeye ni mwanzo tena ni mwisho. Na zaidi yake hapana Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hasa wenyewe nasema Bwana hata Jaki anamuitaga Reni bwanangu. Si ndio Jaki? Jaki mwenyewe anasema Reni wewe ni bwanangu. Sasa Reni ndo ndo Mungu wa kweli? Hapana. Hata mama Mbawala anamuitaga Mbawala, jamani huyu leo nimetembea na bwanangu. Sasa huyu Mbawala ndo Mungu wa kweli? Hapana. Hata katika Biblia inasema kwamba Sara akamtii Ibrahimu, kwa kumtii kwake akamwita Bwana. Sasa Ibrahimu ndio Mungu wa kweli? Hapana. Hasa kuna bwana wengine ni mabosi, wanaitwa bosi kitambi manager, wana watu wao pale chini. Hata Biblia inawatambua kweli, wewe ni bwana. Inasema kwamba watumwa imewapasa kuwatii bwana zao, lakini wao na fedha zao na mali zao na vyeo vyao na umaarufu wao sio Mungu wa kweli. Sasa huyu Mungu wa kweli ni upi? Bwana Yesu asifiwe. Sema ayaya. Mwana naona hapa amechoka. Tunashusha moto wa Mungu wa kweli hapa, mtashuhudia ayaya. Hallelujah. Hasa ungependa kumjua Mungu wa kweli? Huyu Mungu wa kweli sio mtume. Huyu Mungu wa kweli sio Allah. Huyu Mungu wa kweli sio Mariamu. Huyu Mungu wa kweli sio mtume Petro. Huyu Mungu wa kweli sio mtume Anaza. Huyu Mungu wa kweli habari zake ni za kweli, na nguvu zake ni za kweli, na uweza wake ni wa kweli, na wokovu wake ni wa kweli. Ungependa kumjua? Watu wengi wamedanganywa, wameambia kuna dini ya Mwenyezi Mungu. Mungu wa kweli hana dini. Mungu wa kweli hana na Mungu wa kuleta dini, ila watu ndio wenye dini. Na dini ya kwanza ni mtu. Dini sio nini huko, achana na dini yako haina macho. Dini ya kweli ni mtu. Yakobo anasema dini iliyo safi machoni pa Mwenyezi Mungu. Dini iliyo safi machoni pa Mwenyezi Mungu ni hii, yenye kuona wajane, yenye kuona yatima, na iliyojiepusha na mawaa. Ukifanya hayo wewe unakuwa dini safi machoni pa Mwenyezi Mungu. Achana na hizi zingine sio na mtume Petro, achana nayo. Dini ya kweli ni hii, yenye kuona wajane, yenye kuona yatima, na iliyojitenga, iliyojiepusha na mawaa. Kumbe hii dini ina miguu hii. Inaweza ikaenda kwa wajane ikawaona wajane, inaweza ikaenda kwa yatima ikawapa vitu yatima. Lakini hii dini imejiepusha na mawaa, ikaona uzinzi unakuja ikakwepa uzinzi, ikaona pombe inakuja ikakwepa pombe. Kumbe ukifanya hayo unakuwa dini safi machoni pa Mwenyezi Mungu. Lakini habari mbaya ni hii, kwamba dini haikupi wokovu. Wewe ukawa dini safi machoni pa Mwenyezi Mungu, lakini usiwe na wokovu. Sema aya. Kuna mtu mmoja kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, alikuwa ni dini safi machoni pa Mwenyezi Mungu. Alikuwa akiwapa yatima, akitembea kwa wajane, akiwapa watu sadaka nyingi. Alikuwa akimwomba Mungu daima. Amejiepusha na mawaa, amejiepusha na wake za watu, huyu amejiepusha kuvunja nyumba za watu, amejiepusha na uchawi. Lakini alikuwa ni dini safi machoni pa Mwenyezi Mungu, lakini hakuwa na wokovu. Mungu akasema ni kweli, umetumia juhudi nyingi, lakini ukifa wewe ni jehanamu ya moto.
sababu ni dini lakini hauna wokovu. Kwa sababu dini haileti wokovu. Wokovu unaletwa na Mungu wa kweli. Haleluya, haleluya. Mungu kwa sababu aliona juhudi zake akamtumia malaika, akasema shuka kamwambia yule Kornelio ya kwamba sadaka zake na sala zake zimefika kwenye kiti cha enzi na kufanyika ukumbusho mbele za Mungu. Lakini na kuonea huruma, utakufa vibaya wewe. Wewe utakufa vibaya. Unajuhudi katika kutenda mema lakini umemkataa Yesu. Unasema dini yangu inanitosha. Utakufa utakufa vibaya wewe. Bwana ametutuma. Umekuwa na dini sawa, umezidi kutenda mema sawa, umezidi katika sala sawa. Kuna wakati mwingine ukiumwa unasema nipelekeni sadaka mkanitolee. Sadaka zako na sala zako kweli zimefika kwenye kiti cha enzi, lakini umemkosa Mungu wa kweli wewe. Ndani yako hakuna wokovu. Malaika tumetumwa, tumetoka miji ya mbali. Mungu akatutuma Songea, akaniambia hata kule kuna watu wangu wamekuwa bize na dini lakini wamenikosa mimi Mungu wa kweli. Watakufa vibaya hawa. Yaani wasipoangalia hawa. Yaani watakufa vibaya hawa. Yaani nawaonea huruma mimi. Yaani nakuonea huruma wewe. Utakufa vibaya. Ninakuonea huruma. Ninamsema Mungu wa kweli jioni leo. Pende kusikiliza habari za Mungu wa kweli. Ndio. Yeye ana uzima wako. Ndio. Nisikilize kwa makini. Ndio. Mungu wa kweli. Ndio. Yeye ana usalama wako. Ndio. Katika shida ulionayo, Mungu ameamua kupe kwa sababu umemkataa kumjua Mungu wa kweli. Na haitatoka mpaka umemkubali Mungu wa kweli. Ni sawa. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20. Huyu Mungu wa kweli amejipambanua kwa mafumbo sana. Amejipambanua kwa mafumbo sana. Amejipambanua kwa mafumbo sana. Lakini hapa sasa ametokeza kama alivyo Mungu wa kweli ili watu wote wamjue. Msikilize Mungu wa kweli. Na ikiwezekana jioni ya leo uachane na sanamu. Uachane na ibada za makaburi. Uachane na ibada za milimani. Umgeukie Mungu wa kweli. Yohana anasemaje? Yohana wa kwanza sura ya 5:20. 5:20. Ai kijana unanichelewesha. 5:20. Ndio. Neno la Mungu nasema. Ndio. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Naye ametupa akili. Sema akili. Sema akili. Mwana wa Mungu amekwisha kuja. Naye ametupa akili. Kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Ndio. Nasi tumo ndani yake. Yeye piga kifua chako uliokoka. Subiri. Piga kifua chako uliokoka. Sema mimi niko ndani ya Mungu aliye wa kweli. Ni yupi huyo? Ni yupi huyo? Mwana wa Mungu. Narudia. Endelea hapo. Mwana wa Mungu yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Makofi kwa Mungu wa kweli. Makofi kwa Mungu wa kweli. Haleluya, haleluya. Tuna ujasiri tunapozisema hizi habari za Mungu wa kweli. Huyu Mungu wa kweli aliyeziumba mbingu na nchi, akakuumba na wewe, akakuweka duniani utawale, uishi kama mwana wa Mungu. Akajitokeza kwa Musa akasema mimi ndiye Mungu wa kweli. Jina langu naitwa Niko ambaye niko. Wa baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo nijitokeza kwao kama Mungu Mwenyezi. Isaka alinijua mimi kama Mungu Mwenyezi, lakini kwako Musa najitokeza kama Jehova. Hili jina la Yehova Musa hakulijua, alitambulishwa na Mungu wa kweli. Lakini Ibrahimu hakulijua, wala Isaka wala Yakobo hakulijua, akalijua Musa. Lakini nataka nikwambie kwamba huyu Mungu wa kweli amejitokeza kwetu katika kizazi chetu kama Yesu Kristo. Ninasema ya kwamba huyu Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli.
Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli. Na kulithibitisha hili, Biblia yangu inaniambia kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kumbe aliyehusika kuumba mbingu na nchi ni Mungu. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 1 inasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa, na neno alikuwa, na neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Ndani yake kulikuwa uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya watu, na nuru ya watu yang'aa gizani, wala giza haikuweza kushindana naye. Huyu neno kumbe alivifanya vitu vyote, aliviumba vitu vyote. Biblia inaandika kitabu cha 14 anasema huyu neno akafanyika mwili, akafanyika mwili, akavaa mwili, akawa mwanadamu, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Huyu Mungu wa kweli alishuka duniani akavaa mwili ili ajipambanue kwetu kama Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli, na ndani yake, ndani ya jina lake ziko nguvu za kweli. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Muwasogeze watu wote, muwasogeze watu wote, Sogeleane kwa pamoja. Wewe uliyeko mbali, muwasogeze watu wote. Nataka, tumesema Mungu wa kweli anazo nguvu za kweli. Tusogeleane kwa pamoja, tumwazimishe Mungu wa kweli, anaye roho wa kweli. Wale watu wa praise team, kama mko mbali, karibuni kwenye maiki zenu kwa ajili ya kuwabudisha tunapokwenda kumwita Mungu wa kweli mahali hapa. Uliyeko mbali, sogea. Unahitaji msaada wa Mungu, usikae mbali. Tunaomba mwarudishe nyuma kidogo. Watu wa praise team, naomba mkimbia haraka, tuko nje na muda, na lazima tufanye hili, maana ni kumwita Mungu kwa ajili ya msaada wa watu. Watu wamekuja hapa, wana shida mbalimbali, wanamtaka Mungu kwa ajili ya maisha yao. Nikutoe mashaka, hata uliyeko mbali, wewe uliyeko nyumbani, sahihi ni wakati ambapo unaweza kuungana nasi kwa kuinua mikono yako juu, tukamwite Mungu mwenye majibu ya mambo yako yote. Miungu uliyoiabudu imetosha. Sahihi ni saa ya Yesu kuingia kwako. Sogea rafiki yangu, sogea, wala usijali, sogea. Sogea wewe uliyoko mbali na kuita, sogea. Wakati huu ni wakati wako, wakati huu ni maalum kwako, wakati huu ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya shida yako, ni kwa ajili ya maisha yako, ni kwa ajili ya watoto wako, ni kwa ajili ya nyumba yako. Wala usiwe na moyo mgumu. Yesu anakuita, Yesu anakuita. Usijifiche vyumbani, njoo hapa, njoo hapa, Yesu akusaidie. Ziko nguvu za Mungu, iko nguvu ya Mungu, iko ishara ya mwana wa Mungu, iko ishara ya Kristo ikaba. Mama yana mikono juu, tuzo mikono yetu juu namna hii. Wale wanaweza, ukiwa umefunika macho yako, wale waliokuja hapa kwa ajili ya kuokoka, na niwaalike hapa. unaweza, Waliokuja kwa ajili ya kuokoka, unaweza waombe hapa. unaweza, unaweza. Kuna mzee mmoja nimekutana naye akasema ana pressure. Yule mzee aliniambia ana pressure, kama amefika hapa njoo hapa mbele. Baba yangu mmoja aliniambia ana pressure ya kushuka, kama yuko hapa nimwite. Asante sana. Yule analeta, ukiwa umefunika macho yako, yule mzee anakuja. ukiwa umefunika macho yako, funika macho yako, usitoe macho yako, nitakuamuru angalie milele. Funika macho yako, ashas tu wawe macho. Mungu akubariki sana mzee wangu. Karibu sana baba. Yule mwingine amesema kwamba nimesikia habari za Mungu wa kweli. Nataka nimgeukie Mungu aliye wa kweli. Kimbia mahali hapa, kimbia mahali hapa, kimbia mahali hapa. Njoo rafiki, usijali, njoo. Usiogope watu, njoo. Yesu anakuita, njoo rafiki yangu. Rafiki yako Yesu amekuja malangoni pako, anakuita.
Baba yako ametutuma tuwatafute watoto wake waliopotea mbali. Tumekuja kuwatafuta watoto wa Mungu, wamwendee Mungu wao. Amen. Mwaliko wa mwisho. Yasema kwamba nimeteseka sana na shetani. Mimi mwenyewe ni shahidi wa maisha yangu. Shetani amenitesa sana na magonjwa, amenitesa sana na shida na adha. Sio ni furaha ya maisha. Namhitaji Yesu. Kimbia mahali hapa. Kimbia mahali hapa. Tumemtangaza Mungu wa kweli na nguvu zake ni za kweli. Kimbia mahali hapa. Usiogope. Njoo mahali hapa. Njoo mahali hapa. Karibu. Njoo mahali hapa. Unahitaji msaada wa Mungu. Njoo mahali hapa. Mungu sara toba. Asante. Na mfikishie maiki pale nisifuatishe. Naomba nisikie. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Nakuja mbele zako. nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unitakase. Naomba nitakase. Nifanye upya. Nifanye upya. Niwe mtoto wako. Mtoto wako. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Katika jina Jina la Yesu. la Yesu. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo hai, naliita jina lako, naita uweza wako na nguvu zako, jina lenye kuponya na kuokoa, jina lenye mamlaka, jina lenye kusamehe dhambi. Amekuja mtoto wako mbele zako, amesema nimegundua makosa yangu, nimegundua nilipoanguka, nimegundua nilipoacha upendo wako, naye amekuja Yesu mbele zako. Kampokee sasa katika jina la Yesu. Namtenga mbali na kila uharibifu wa shetani, namtenga mbali na kila maonezi ya shetani, namtenga mbali na kila vita dhidi ya adui. Akatembee katika ulimwengu huu akiwa na nguvu tena katika mambo yote, akashinde kila jambo kuanzia sasa. Na Roho Mtakatifu msaidie kushinda yaliyo magumu, yaliyoshinda wanadamu wengine, yeye akashinde kuanzia leo. Iko nguvu ya Mungu na kushinda zaidi ya kushinda, katika jina la Yesu. Nami namkabidhi rasmi katika yako. Tamka kwa nguvu, tamka mwana kondoo. Amen. Amen. Funika macho yako hivyo hivyo. Naomba ushers. Details Funika macho hivyo hivyo. address zake, namba yake ya simu. Funika macho hivyo hivyo. Fuatilia na kumlea. Wewe ndio unaitwa Mary. Wewe ndio Mary. Mungu akubariki. Funika macho yako. Funika macho yako. Kuna yule mama ambaye tulimwenda jana kumwombea wa macho. Nafikiri nimeona kama amefika hapa. Yule mama rafiki yangu wa jana ambaye naahidi leo atakuja. Kabla tujatoka hapa tuonane. Sawa mamangu, kama upo. Funika macho yako. Roho Bwana Mungu yu juu yangu. Amenipaka mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Nitangaze mwaka wa Bwana uliokubalika. Habari za kufunguliwa kwao waliofungwa. Naomba nisogezeni mama huyo hapo. Habari za kufunguliwa kwao waliofungwa. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Kwa majira haya. Kwa majira haya. Na kwa dakika hizi. Ninasema na kila vifungo kwenye maisha ya watu hawa. Mashetani, mapepo, majini, nguvu za giza, uchawi wa kila namna uliomtesa mama huyu, uliomtesa mtu huyu, tangu sasa ninakuamuru kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, toka umwachie. Nguvu za giza, uharibifu, ninaachilia moto juu yako. Kazi za kishetani kuteketea kwa jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Ashaz, naomba mnisogezee mama huyu hapa. Funika macho yako wewe mwingine. Huyu hapa alifungua macho ya mbele. Natamani kuomba na wewe mama yangu. Wewe natamani kuomba na wewe. Sogea. Mwingine funika macho yako. Funika macho yako. Roho Mtakatifu, asante kwa uweza na nguvu zako. Asante kwa moto wako unaowaka katika viwanja hivi. Katika jina la Yesu. Funika macho yako. Baba, katika jina la Yesu. Asante Yesu, kwa kuwa ndio Mungu wa kweli. Naam, jina lako lina nguvu na uweza na mamlaka. Asante kwa ajili ya mama huyu. Kwa jina la Yesu ninasimama kinyume na kila mashetani na kila kazi za giza
na kila nguvu za adui zilizotesa maisha yake kwa muda mrefu, kwa damu ya Yesu Kristo, kila uharibifu ukateketee kwa jina la Yesu. Ninachia moto wa Bwana ukaunguze kazi zote za giza kwa jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu makutano. Sema asante Yesu kwa uzima wako. Asante Yesu kwa uzima wako. Mimi niko huru katika jina la Yesu. Sikaliwi tena na mashetani, sikaliwi tena na nguvu za giza. Maisha yangu yako huru kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Niko salama kwa damu ya Yesu. Mimi na familia yangu, mimi na watoto wangu kwa jina la Yesu. Mimi na kazi zangu kwa jina la Yesu ziko salama, tuko salama kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Mama nenda kaketi. Haleluya, haleluya. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumebarikiwa watu wa Mungu. Tumebarikiwa watu wa Mungu.